Hivi uko sawa sawa kweli wewe? Nakuuliza uko sawa? Hivi unawezaje kuendesha gari kama mwenda wazimu? Unawezaje kuendesha gari kwenye barabara ya mtaa kama upo highway? Una matatizo wewe? Uko sawa kweli wewe? Aya, ungemgonga mtoto watu pale, mzazi wake ungemwambia nini? Kama yule mtoto ungemgonga pale, mzazi wake ungemwambia nini? Naongea na wewe, ungemgonga yule mtoto pale, mzazi wake ungemwambia nini? Kwa bahati yako hujamgonga wewe. Nakwambia ungemgonga usingebaki salama. Usingebaki salama ungemgonga yule mtoto. Unaendesha gari kama mwenda wazimu bwana wewe. Kula maembe. Maembe si chachu hilo jana. Kawaida ungeteza kwangu. Ndio mmechoka. Ndio tumekaa ndani wewe karibu na maliza. Halafu nyinyi watu wenye vijifedha nyinyi mnadharau sana eh? Naongea na wewe hata kunijibu unashindwa. Yaani hata kuzungumza chochote unashindwa. Bahati yako hujamgonga ule mtoto. Nisingekuacha salama nakwambia. Una bahati wewe. Unaendesha gari kama mwenda wazimu bwana. Kinga kabisa wewe. Mpumbavu kabisa wewe. Shenzi kabisa wewe. Unaendeshaje gari hivyo? Dama, nipo simu. We Mariam. Nipe simu, sisikia naita. Sikupi mama. Hebu nipe simu bwana. Sikupi. Mama, huyo si Chamuta anapiga simu. Sasa apige nani? Wewe nakuhusu nini simu yangu? Hebu nipe simu bwana, acha ujinga. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mnapigiana, si ndio? Wewe apige nani? Wewe nipe simu yangu haikuhusu. Sikupi mama. Sikupi. Una matatizo wewe? Mwambie baba kila kitu. Adabu gani? Ndio. Usi mama yako wewe. Lakini baba, kwani kosa mimi kupokea simu ya mama? Si anafua jamani hapo. Simu ya mtu ni siri ya mtu. Unajua mama yako anachokitafuta mpaka akipate kwa akili zake. Yeye shida yake nyumba iuzwe. Hao watu wake wa mikopo nampigia simu, wewe imekuhusu nini? Unamjua huyo itakuwa maafisa mikopo hao. Basi baba sawa, hamna shida. Kwa sababu mama hapo anafua na mikono yake na mapovu. Ngoja mimi nipige hii simu. Nimwekee loudspeaker ili aingie. Uweke loud? Mariam. Naomba simu. Na wewe mtu mzima tulia basi uwe na hekima. Unajua hapa uwanjani kupigizana mikelele kila siku ina maana gani? Mimi nafikiri kitu gani simu? Yaani mmekaa kama maguguja, sijui mmekaa kama matumbili, sijui kama pwagu na upwaguzi. Yaani dabi yenu unajua mimi siwezi siku zote mikelele na mazogozogo yenu. Niacheni nyinyi msilikondeshe, mimi naenda katika harakati zangu sasa hizi. Mtajua na wenyewe, mtamaliza na wenyewe. Mimi fikiri kitu cha maana upuuzi mtupu. Mtu mzima unaacha kufua, sio ungefuria nguo zangu bora. Simu. Namba siwezi dabi. Wewe
Hivi una matatizo gani? Naomba simu. Nipe simu yangu. Bahati yako. Leo ulikuwa unajipanga kasa. Nikuaibishe kwa mume wako. Hebu leta huko. Simu yangu inakuhusu. Shenzi. Sasa hapo umefanya uamuzi wa kishujaa. Anikwambie tu katika yote, ila huu ushahidi ni uko kwa hatari zaidi. Kwa hiyo sasa hivi tuko na amani, kwa maana kwamba tumepoteza ushahidi wa marehemu na pia tumepoteza ushahidi wa mabegi yake. Beshamaliza ushahidi, kwa hiyo acha kunang'anika. Umjui akujui, Mungu kuposa, shetani kuposa. Niko ndani mali za njoga. Kuna shida wewe. We Mariamu we. Mariamu we. We mama. Nani anakuambia uniondolee hizi nguo zangu? Umefua wewe? Kwa mfua gani? Mtoto ana kielele huyu. Yaani uje mtuma anatumika. Hatumiki uje mtuma. Mimi napenda nguo zangu zikauke mpaka zikauke. Nakanua mapema yote za nini? Niza nani? Wewe, kwa nini unaniangumia nguo zangu? Nilikutuma. Nani alikutuma utoe hizo nguo? Umefua wewe? Au kielele tu? Mzee, hasa mimi nitoe nguo zako za nini? Sijatoa mimi. Sasa zimeenda wapi? Nguo zimeenda wapi? Kama si wewe hujazianua kwa kielele chako. Maana wewe mtu mwingine unajipenda kujipendekeza wewe. Ukitaka kitu kwangu unajifanya kujipendekeza, itakuwa umeanua nguo hizi. Sasa mimi baba nizitoe nguo zako nipeleke wapi? Kuna siku ushona mimi nanuaga nguo mimi. Mimi sijaanua nguo zako mimi. Wala sijui zilipo. Hivi mtaa huu kwani kuna mtu akuchukua hizo nguo hizo akazivaa mtaa huu? Kuna mtu kama mimi? Nijanianulia hizo nguo. Ina maana hizo nguo zipo. Aya, hiki kimama chako kimeenda wapi? Baba, tena nikupe umbea. Mama kama kawaida yake mtu wa madeni. Kukopa sherehe, kulipa matanga. Na wenzake leo wamekuja kumdai rejesho. Na tena wamemjajia hatari.
Unasema kweli? Bateke kakili. Unajua huyu mama yako dudumizi. Huyu mama yako ni dudumizi kwa staili hiyo ya huyu mama yako. Mimi nina wasiwasi mkubwa, chale zinanicheza. Hiki kijuma kuna siku kitafungwa mnada kwa hiyo mikopo yake. Hizo pesa sijui anapeleka wapi yule mama yako. Amekuwa kama jini Maimuna. Mimi siongeza. Angekuwa yeye anaenda hii tabia kutuzana. Hapa kuna siku tungeona watu vigoma kinatufagia uwanja, lakini hana. Hivi pesa anapeleka wapi? Kula vizuri hali. Kutwa mimi natoa mimi bajeti. Kama amna mimi anakupasikana nikopesha. Atuli chochote huko. Pesa anapeleka wapi? Kuvaa fedha kwa viusi. Baba, mimi sijui chochote kumuhusu mama. Tena hapo babangu. Unasema utakuwa na anazipeleka hizi hela. Wewe unapajua? Mimi napajuaje sasa? Wewe ni mtoto wa kike. Wewe ni wa kike. Kadi tovokuwa. Wewe na mama yako shauri lenu linakuwa moja. Siri ya mama yako unaijua, utambu na ukoko. Pesa za mikopo anapeleka wapi? Anafanyia nini? Anatenda jambo gani? Sikia ngombi. Unasema mama atakuwa anazipeleka hizi hela kwa sababu haiwezekani mtu ukope alafu hela zizionekane. Na sio kwamba ananipa mimi. Hajawahi kunipa hata 100, yani hata 100 mama sikuonja. Lakini nakurudia wewe na kesi na wewe. Swala zima la elimu, wewe una kesi yako mbaya sana. Swala la elimu unashindwa maandalizi. Unashindwa kujua umuhimu wa elimu. Mimi ninakusomesha kwa bidii na nguvu zangu zote na kutumia ili wewe ufanikiwe. Lakini unapuuza, unafanya mchezo, unafanya unayotaka wewe. Ili litakuja kukugharimu nakwambia. Ndio maana nasema wewe akili zako kama na za mama yako na wewe. Baba nawe tunapiga mambo ndio anaanza kuleta tena masuala ya elimu. Bwana baba unajua unanizingua sasa. Wewe sio mbea, wewe. Usiniuze tena ukanichafua, ukanibacha rangi yangu. Nimekwambia swala la elimu. Habari mzee. Hapa salama tu. Yaani tuko Soramanta. Kama ugomvi labda muanziche nyinyi. Sisi ni watu wa mikopo. Tunatokea kampuni ya watu poa. Sijui Rehema tumemkuta. Rehema. Ndio. Wewe unaulizwa mama yako Rehema kakutwa? Wewe si mama yako? Mwiba ulionichoma unifanya nashindwa hata kutembea. Tunawauliza, naona mpo kimya. Ongea na mkeo. Hii tabia kutukimbia kila siku, sisi tumechoshwa nayo. Sisi tunachohitaji ni pesa yetu tu na si vinginevyo. La sivyo, mkeo tutakuja kumchukulia sheria mkononi. Nyoto mikopo sio? Ndiye mzee. Najua mmesomea sana mambo ya mikopo mpaka kudai mpaka kukopesha. Hivi mshawahi mimi kuniona ofisini kwenu pale? Au nishawahi kuja kuchukua mkopo mimi? Nyinyi ikiwa kama mna akili zenu, mna taaluma ya kuwakopesha watu na kuwadai watu, nyinyi mmeshinda kumtafuta na kumkamata mtu wenu mkajua mkampata katika 18. Mkeo Bi Rehema tu amepopa. Wewe ni mdhamini namba 1. Mimi mdhamini? Mimi mdhamini? Picha na fomu ziko ofisini. Unyama hizo ndio unyama. Sasa na hizi hapo hivi ndio nzuri kumalizana. Hizi mama ndio zinafaa yenyewe kabisa. Hizi unyama kabisa bila shida yote. Basi malizia. Lazima kitu mafrai ndio kinalipa Malizia tena hivi. Hizi zingine ni mwisho hivi. Sasa sio ndio tunarejesha. Unifai mzee. Unataka nifungwe baba yako kweli? Sasa mwana hizi kwanza hizi nene mno kabisa yani. Basi kijana
ndugu yangu nakufukuza tu ngoza ukweli. Anaenda akakupunguzia hata kuongeza. Bwana bure mwisho siku alafu mambo yakawa mengi. Ningechukua lakini Bwana wewe. Ni ukweli mamangu mzuri kule. Muda wenyewe nauona. ningekusaidia mamangu. Kitu kilikuwa kizuri. Unakivaa hata mimi nitembea barabarani na mimi naonekana. Sawa nataka nivae tena. Hapana. Kama magunia. Haya nipege hizo hela. Mzee wangu, labda nikupatie elimu ndogo sana kuhusu mdhamini. Hiyo elimu labda inaweza ikakufungua akili yako. Maana ya mdhamini ni mtuhumiwa namba 1 kwenye hii kesi ya mkopaji. Maana yake sasa, kama yule aliyekopa mkopo hayupo, basi yule mdhamini wake ambaye ni namba 1 ndiye atakayewajibika kulirejesha lile rejesho la nani? La mkopaji. Lakini sasa mzee wangu, wewe vigezo vyako vyote vipo wapi? Ofisini kwetu, mpaka saini zako zote zipo kule. Pasipoti hadi nakala kitambulisho chako. Utakopea wapi? Sana tu wewe unatakiwa sasa ushirikiane na sisi ili kuweza kutusaidia tuweze kumpata mkeo. Na wewe ndo utakayeweza kumconvince mkeo ukae uongee naye ili aweze kurejesha nini? Marejesho, na sio kimbia tu mzee wangu. Lakini sisi tunavyokuja, ukitumia kiburi, ukitumia jeuri, hata sisi pia tunaweza tukatumia sheria zetu ambazo vipo zamana ambazo mke wako aliziweka ofisini kwetu. Tutakuja kutaifisha nyumba hii mzee wangu. Sio swala la nyumba lisiwepo. Hebu nisikilizeni. Mimi nimefanya kazi bandari wakati wa winji hakuna. Tunabebwa sisi mizigo makuli. Mimi nabeba mzigo hapa mpaka natoka Kipala. Nimeitafuta nyumba hii. Leo mimi mgeni wa nani? Hivyo mimi kibanda hiki mchukue wenyewe kwa nyumba ya mikopo. Mimi nikalale wapi? Sasa mzee wangu, kama uhitaji hizo kelele zote, kama utaki wewe usumbufu wote, ni wewe kukaa na mkeo. Mzee wangu, ongea na mkeo. Sisi tunachohitaji ni pesa tu. Arejeshe marejesho kwa wakati na si vinginevyo. Kana mkeo ongea naye. Bwana nendeni sisi tumeshaka mnalipa. Wewe mwenye chogo kama nchamavi. Wewe mwenye chogo kama Terry Henry. Hii nyumba panga linakuhusu. Siku hiyo patachimbika hapa. Wewe uchukua nyumba hii. Wewe unajua nguzo zake zimefikwa mtu. Wewe utafuta kufa. Karona unanikaiona kesho, kwa maana hata leo si kesho, nawaza jana. Yani mimi nakupa moyo, mwenzangu unanipa mateso, unanitesa na sio uongo, nakupendaga sana wewe. Mimi nakupenda kweli, we mwenzangu jali, na unaona kawaida tu kukichajali. Inauma unavyonichanganya kachumbari, kabomula machozi unaniliza. Ni vipi niliingia? Ama unatumia madawa, mala nafumaniaga. Nasamehe na unasawa, nampenda na najua. Hapana, nimetoka tu mara moja hapo baruani. Narudi. Mbona tayari kazi yako nimeshaianza? Nishashona kiatu cha kwanza, bado cha pili tukumalizie. Haya, basi nisubiri na kuja.
Mie samaki baharini, chozi langu bure tu kwa maji lateketea. Mapenzi ya nini? Maumivu moyoni, ganzi na nteketeza. Huu mwiba ulionichoma unifanya nashindwa hata kutembea. Ni giza kila kona niendako, nashindwa hata kujongea.